Leo tumekutana hapa kwa tukio muhimu, kubwa na la kihistoria na lenye alama chanya ya mabadiliko makubwa katika utoaji wa huduma ya umeme nchini. Niwapongeze sana TANESCO kwa kufikia hatua hii kubwa ya kimapinduzi katika utoaji wa huduma kwa wateja wenu. Sisi kama wizara tunajivunia sana hatua mbalimbali ambazo shirika limepiga kwenye kuboresha na kubadilisha uzoefu wa wateja katika utoaji wa huduma za TANESCO, likiwa kati ya mashirika machache ya mfano ya umma yanayofanya vizuri sana kwenye utoaji wa huduma kwa wananchi. Mita janja zimekuja kama suluhisho halisi la kuondoa kero hizi, kuongeza ufanisi na kuhakikisha huduma ya umeme inakuwa ya kisasa, salama na rafiki kwa mteja. Ni zaidi ya mita, kwani zinaenda kuleta faida na manufaa kwa shirika na wateja wake, ambapo kupitia mita janja wananchi wataweza kuingiza umeme wakiwa mahali popote, si lazima wawe karibu na eneo la nyumbani. Nimefurahi sana kuwepo hapa leo kuweza kushuhudia mapinduzi makubwa katika sekta yetu hii. Nampongeza kwa nia ya dhati Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, likiwa leo ni siku ya 33 tangu ameingia madarakani. Tunakwenda kuzindua mapinduzi makubwa sana ya kuwa na luku ya kijanja. Miaka kadhaa huko nyuma, wazo la kuwa na mita janja kwa TANESCO lilianza kufikiriwa na kujadiliwa. Sekta ya nishati ni sekta inayokuwa na teknolojia katika maeneo mbalimbali ya miundombinu na vifaa vingine vinavyotumika katika sekta ya nishati. Vinapokwenda ni lazima viweze kukua pamoja na teknolojia. Lakini kwa habari ya teknolojia ya mita, hii ina umahususi wake, kwa sababu chochote unachokifanya kuanzia kwenye uzalishaji, usafirishaji mpaka usambazaji, mwisho wake ni kwenye mita. Leo tumeandika historia, na wakati fulani haya mambo yalionekana kama hayawezekani, lakini kwa msaada mkubwa sana wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na msukumo wake wa kuleta mageuzi kwenye mashirika ya umma chini ya ofisi ya msajili wa hazina, lakini na big brain ambazo ziko TANESCO, tumefikia hapa leo. Watu wa TANESCO, wafuasi wangu wote na wanajumuiya ya TANESCO, asanteni sana. Mmetoa heshima kubwa kwa mimi kiongozi wenu, lakini tumeheshimisha sekta yetu ya nishati.